Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jana kikosi cha Simba kimefanikiwa kuondoka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars, lakini kubwa zaidi ni mjadala baada ya mwamuzi wa mchezo ule wa jana moja kwa moja kuonekana kama kuna makosa ambayo yamefanyika. Kuna penalty ambazo walikuwa wanapaswa kupata Singida, lakini mwamuzi alikuwa amezikataa. Tuanzie hapo funga meza kwamba performance ya mwamuzi wa jana ilikuridhisha kwa 100% au kuna makosa binafsi ambayo amekuwa ameyafanya? Nadhani ni jibu ambalo kila mmoja analifahamu. Ukijaribu kuangalia performance ya mwamuzi Katanga Hussein haikuridhisha. Ukijaribu kuangalia kile ambacho amekionyesha katika mchezo dhidi ya Singida na Simba hakikustahili, kwa sababu ndio man of the match. Ukijaribu kuangalia yeye ndio amekwenda kuamua matokeo ya mchezo yanakwenda kuwa vipi, kwa sababu ukijaribu kuangalia kuna clear penalty ambazo amezikataa. Ukiacha hivyo, lakini anaonekana kuwa mwamuzi wa upande mmoja kwa kiasi kikubwa. Kuna nyakati pia kulikuwa na matukio ambayo alikuwa anatokea katika mchezo alikuwa anashindwa kuya maintain. Kuna moja niliona Chuku katikati ya uwanja anachezewa mazambi na Yusuf Kagoma paka anaanguka chini. Chuku kwa tayari anaamini kwamba hapa nimechezewa mimi madhambi, kwa hiyo akashika mpira, mwamuzi akasema mchezo uelekezwe katika lango la Singida Black Stars. Nadhani ni muendelezo wa makosa ya waamuzi ambao wamekuwa wakiyafanya, na ni makosa ambayo yamekuwa yakigharimu sana timu hizi za madaraja ya kawaida, madaraja ya kati. Na ukijaribu kuangalia maswali yamekuwa ni mengi, kwa nini mara zote maamuzi yamekuwa yakiwabeba zaidi timu kubwa, zikibebwa zaidi timu kubwa. Ukijaribu siku ya jana utagundua hilo kwamba ni mwamuzi ambaye alikuwa zaidi upande mmoja na akashindwa kubalance mchezo na kufanya mchezo umalizike kwa ushindi kwa upande wa Simba. Kuna kamati ya masaa 72 hivi karibuni imeonekana ikifanya maamuzi, na kuna baadhi ya waamuzi ambao wamefungiwa, wengine miezi 6, wengine miezi 3. Unahisi ni nini hasa pengine tiba sahihi ya kukomesha haya makosa ambayo waamuzi bado wamezidi kuyafanya mchezoni? Kwanza kamati imejitia kitanzini yenyewe. Kamati ya masaa 72 imejitia kitanzini wenyewe mara baada ya kwanza kuanzisha ile slogan ambayo ilienda kuwafungia waamuzi ambao walikwenda kuchezesha katika mchezo wa Simba na Yanga au Yanga na Simba pale visiwani Zanzibar. Kile kitendo kimeonyesha kwamba kuna namna kamati pia inafanya maamuzi kama kwa miemko fulani hivi bila kuzingatia weledi na kadhalika. Sasa huu ni muendelezo, tunashuhudia makosa ya waamuzi yakiendelea kutokea katika michezo mbalimbali ya ligi kuu soka Tanzania bara. Ukiacha michezo ambayo inafuatiliwa kwa kasi, kuna watu wengi, kwa maana michezo ambayo inahusisha labda Simba, Yanga, Azam FC, Singida Black Stars, inafuatiliwa na watu wengi. Lakini ukiacha michezo ambayo imekuwa na ufuatiliaji hafifu, lakini pia waamuzi wamekuwa wakifanya makosa. Sasa tunataka tuone kwamba kutakuwa na hiyo consistency ya kuchukua maamuzi kama ambao waliyachukua katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ama la. Lakini tukuli katika msingi wa swali, nini ambacho kinapaswa kufanyika? Binafsi nadhani shirikisho limeshindwa kutibu tatizo la waamuzi. Kwa hiki ambacho kinaendelea dhahiri shahiri, shirikisho limeshindwa kutatua changamoto ya waamuzi, na ndio maana tumeendelea kuwaona haya makosa yakiendelea kutendeka. Sasa kama shirikisho limeshindwa, nini ambacho kinapaswa kufanyika? Kwa sasa hivi njia pekee ambayo inaweza ikaenda ikasaidia mpira wetu ni kuwa na visaidizi kwa waamuzi. Uwezo wa kufunga VAR hauko kutokana na gharama kubwa ya uendeshaji, lakini ukiacha hivyo miundombinu yetu kwa kiasi kikubwa haikidhi mahitaji ya VAR. Sasa kama haikidhi mahitaji ya VAR, nini ambacho tunapaswa kufanya? Kama kuna uwezekano, kama kutakuwa na uwezekano, nadhani tungezungumza na watu wa broadcasting, watu ambao wamekuwa wakirusha haya matangazo live ama wakirusha hii michezo live, kuwepo na uwezekano wa kufungwa small TV katika kiwanja ambayo itakuwa inatumika na mwamuzi endapo itatokea tukio ambalo linakwenda kuamua mchezo. Mfano tukio la penalty, tukio la offside ambayo kimsingi mwamuzi labda ameshindwa kuiona,
basi kuwe na hiyo advantage. Haya matukio mengine ya katikati ya uwanja nini kimetokea, tunaweza tukayafumbia macho kwa sababu mara nyingi mengine yanakuwa yaathiri mchezo direct, lakini tunakwenda kuangalia yale matukio ambayo yanaweza kaenda kuathiri mchezo direct, kwa maana matukio labda penalty na watu kunyima magoli yao ya halali. Sasa hiko nadhani ndio kitu pekee ambacho tunaweza tukakijaribu kupunguza haya makosa ambayo yamekuwa kifanywa na waamuzi. Sasa hapo tukishakuweka hivyo visaidizi, ndio tutarudi sasa kwa waamuzi. Waamuzi walikuwa wanafanya makosa kwa sababu hawajui sheria, ama wanafanya makosa kwa sababu walikuwa wanashindwa kuona makosa ambayo yalikuwa yakitendeka. Sasa hivi mwamuzi wote ambaye amekosea katika mchezo wote, ukijaribu kumuuliza kwamba kwa nini umefanya hivi, atakwambia kwamba mimi sikufanyaje, sikuona, na binadamu wanaona mara moja. Sasa ni matukio katika mchezo wa mpira wa miguu. Otherwise uwe katika television kama sisi wachambuzi na watu ambao tumekuwa tukifuatilia mchezo huu wa mpira wa miguu, tunapata faida kwa sababu matukio yanarudiwa zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu. So far kama kutafanyika hili jambo, kwangu mimi nadhani huenda ikasaidia sehemu ndogo ya makosa mengi ambayo amekwenda kuamua mchezo ama anakwenda kuamua mchezo direct, kwa sababu mpaka hivi sasa tiba ya waamuzi katika ligi kuu soka Tanzania bara haiko, na sio ligi kuu soka Tanzania bara, tunaacha tu kuangalia huku championship na ligi nyingine za chini. Kuna madudu zaidi ambayo anafanya na haya ambayo tunayaona katika ligi kuu soka Tanzania bara. So far kwangu mimi nadhani kuna namna ambavyo tunapaswa kujaribu kuangalia tunawezaje kutatua mpira wetu, na mimi kwa mawazo yangu kama kuna kuwa na uwezo, basi tungejaribu kutafuta hivyo visaidizi ambavyo vitakwenda kuwasaidia waamuzi na kuacha kufanya haya maamuzi ambayo wamekuwa wakiyafanya. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.